Nasaha 24 TV. Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha baadhi ya zama juu ya zama nyingine. Akaufadhilisha mwezi wa Ramadhani kuliko miezi mingine, lakini akafadhilisha masiku 10 ya mwisho wa Ramadhani kuliko masiku 20 ya mwanzo. Hakadha yaf'alu ma yasha, hivi ndivyo anavyofanya Allah atakavyo. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani inaenda kwa spidi ya hali ya juu. Tumeshazimaliza siku 20, tumeingia katika siku 10 za mwisho. Ambaye alikuwa hajui alifahamu hilo. Siku 20 zilizopita yafaa kutafakari. Je, saumu yako imekubaliwa? Je, sala zako za usiku zimekubaliwa? Hii ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika masiku haya yaliyobaki 10 ni masiku maalum yenye umaalumu wake, na miongoni mwa vitu ambavyo ni maalumu sana haya masiku tulionayo, la kwanza annahu unzila fiha alquran. Huu ndio maalumu unapoanzia. Siku 10 za mwisho ndizo siku ambazo zimeshushwa Qur'ani. Kama ambavyo tunakiheshimu kitabu hichi cha Allah, heshima yake pia ni kwa sababu imeshuka ndani ya usiku wa Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ni usiku unaopatikana katika masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo masiku haya 10 yamekuwa bora kwa sababu ndani yake pameshushwa kitabullah Al-Quranul Karim. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Masiku haya 10 yamekuwa bora kuliko masiku 20 yaliyopita, ni kwa sababu ndani yake pameshushwa Qur'an ambaye ni hudan linnas, mwongozo kwa watu wote, sio kwa Waislamu peke yao. 10 la mwisho lina fadhila kubwa, ahibati fillah. Kwa sababu gani? Imeshushwa Qur'ani. Unaweza ukauliza, katika historia na sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wanatuambia Qur'ani ilikuwa inashuka taratibu kutokana na matukio, na ilishuka kwa miaka 23. Sasa iweje mnasema Qur'ani tena imeshuka ndani ya usiku wa Lailatul Qadr? Isma' wa madha qalu ulama hawla nuzul al-Qur'an al-Karim. Sikiliza na uzingatie haya, nini wamesema wanaochuoni juu ya kushushwa kwa Qur'ani, ili wewe uelewe
kwamba Qur'ani imeshuka katika thalathatu marahil, 3 marahil, katika hatua tatu. Hatua ya kwanza ila lauhil mahfudh, hiyo ni hatua ya kwanza. Imeshuka jumlatan wahidatan ila lauhil mahfudh, ubao ulohifadhiwa Qur'ani kutoka kwa Allah ilishuka mpaka kwenye lauhul mahfudh, ubao maalum. Hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kushuka jumla kama ilivyo. Wa min lauhil mahfudh ila baitil izza, na kutoka kwenye lauhul mahfudh ikashuka jumla mpaka kwenye baitul izza ila samaa ad-dunya. Baitul izza iko katika samaa ad-dunya, huu wingu wa dunia ipo baitul izza, ndipo iliposhushwa Qur'ani yote pale. Hiyo ilikuwa ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, min baitil izza ila nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bihasbi alwaqi. Heshima iliyoje! Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi wa Ramadhani, wewe upo. Qur'ani imeshuka ndani ya 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, wewe upo. Ni ihsani kubwa Allah ametufanyia. Allah subhanahu wa ta'ala atupe heshima kama alivyoiheshimisha Qur'ani. Ayuha al-a'izza, usiku huu, haya masiku 10 yaliyobaki, kwa nini yamekuwa matukufu sana? Wawasafaha, yamesifiwa haya masiku 10 biannaha, kwa sababu ndani yake khairun min alfi shahrin, kuna siku moja ni bora kuliko miezi 1000, kama qala jalla wa ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, lailatul qadri khairun min alfi shahrin, usiku huo mmoja ni bora kuliko miezi 1000. Maana yake nini? Atakaye swali ni sawa sawa na kaswali miezi 1000, atakayefunga ni sawa sawa kafunga miezi 1000, atakayetoa sadaka ni sawa sawa na katoa sadaka miezi 1000. Ukikalculate miezi 1000 ni sawa sawa na miaka 83 na miezi mitatu. Nani katika sisi amefikisha umri huo? Qalilun. Allah ametupa promotion ambayo haina mfano kwa kukamata tu hiyo siku moja inayepatikana Lailatul Qadri ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kwa sababu rahimun li ibadi, ana huruma kwa waja wake, anataka waende peponi. Allah atujalie katika hao. Walimadha asbaha al-ashr al-awakhir afdalul ayyam wa layali, kwa nini haya masiku 10 tulionayo sasa ya mwisho yamekuwa bora kuliko masiku mengine? Biannaha mubaraka, ni kwa sababu ndani yake yana baraka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, kwa hakika tumeishusha Qur'ani ndani ya masiku 10 haya, siku ya Lailatul Qadri, lakini ni siku yenye baraka. Ukishatajiwa kitu chenye baraka, maana yake usiku huo sio wa kuukosa, usiku huo sio wa kuupotezea, tayari upo na kuna maana kubwa ya sababu ya wewe kuwepo, kwa sababu ya kazi maalum ya kuweza kutekeleza yale yanayotakikana yatekelezwe ndani ya masiku haya 10. Ni siku yenye baraka na ndio maana imekuwa ni bora. Lakini sio hilo tu. Nambari 3, kwa nini imekuwa bora? Nambari 4 ni kwa sababu wa annaha tanazzala fiha almalaika wa ruhu, ni usiku peke yake unaopatikana ndani ya mwaka mzima, siku 365. Ndani ya siku hizi kuna usiku mmoja, malaika wote walioumbwa na Allah hushuka usiku huo. Tanazzalul malaika, wanashuka malaika wote
kuja kuhakiki waja wanafanya nini. Wa ruhu fiha, na Jibril pia anashuka. Jibril amekuwa separated kutajwa kwa sababu ya utukufu wake. Jibril ni malaika kama malaika wengine, lakini Allah anasema tanazzalul malaikatu, wanashuka malaika kwa wingi, wa ruhu, na ruhu pia ambaye ni Jibril, ambaye pia ni malaika. Kwa nini? Ametajwa kwa heshima yake, kwa kazi yake iliyotukuka. Yeye ndo alikuwa wasita baina al-anbiya, kwa kuwaletea ujumbe toka kwa Allah. Anashusha Jibril kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume wote waliotanguliwa. Yeye ndo alikuwa kiranja wa mitume wote, na ndio maana amepewa heshima hiyo. Ahibati fillah, ndugu zangu katika imani, masiku haya 10 tulionayo ndio masiku ambayo malaika wote wanashuka. Waonaje wewe? Wajisikiaje wewe? Malaika wanashuka, wanashushwa na Allah, halafu wewe umelala. Tumeingia katika 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhani ambao tunalianza leo. Kwa kila mmoja, ndugu zangu, wajifunge. Hatujui kama Ramadhani ya mwakani tutakuwa hai, hatujui kama siku ya Eid tutakuwa hai. Kwa hiyo hizi siku zilizobaki tuendelee sana kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa ibada mbalimbali. Tuendelee kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kusoma Qur'ani, kutoa sadaka, kwa ibada mbalimbali, kwa sababu hii ndio nafasi yetu. Uzima, uhai ndio mtaji wetu. Uhai ndio mtaji wetu wa kutengeneza akhera yetu. Uhai ukishatoweka hakuna tena njia ya kutengeneza akhera. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia ama kutujalia siku ya leo na sisi kuwa tuko wazima na wahai wenye afya. Kwa hiyo tumeweza pia kukamilisha leo. Tuna siku, wengine tuna siku ya 21, wengine tuna siku ya 20 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kiujumla huu ni mwezi adhimu, mwezi adimu na mwezi wa pekee kwa Waislamu, mwezi wa kuchuma. Hivyo ningependa kujihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia Waislamu wenzangu kuzidi kukaza kamba katika kumsha Mwenyezi Mungu, kwani malipo yake hawezi kuyapata katika miezi mingine. Kadhalika kuna mengi sana ya kufanya katika mwezi huu, yategemea na mtu na uwezo wake, lakini kuna swala la kusimama qiyamul layli, kusimama usiku wa manane. Kuna swala la kutoa sadaka kwa wenye uwezo. Na washauri watoe sadaka kwa wingi sana kwa wale ambao wanahitaji kusaidiwa, na hata kama mtu hajaomba, umekuta tu mtu umemwisi katika hali ya kwamba anahitaji kitu fulani, ni vyema tukawaangalia watu kama hawa. Sio lazima tu mpaka mtu anyoshe mkono. Kuna wengine kidogo yasaluna nasa ilkhafa, wana uzito katika kuomba watu hali ya kuwa wana shida katika nafsi zao. Hivyo ni vizuri kwa Waislamu tukazingatia hili swala la kuweza kuwasaidia watu wasio na uwezo, hususan wale ambao hawajiwezi. Kuna watoto wanaishi katika mazingira magumu. Tanza na majina yako. Okay, naitwa Abdul Zuberi Nindi. Sheikh, sisi tumejiandaa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na hasa kwenye 10 la mwisho kwa ajili ya kumaliza mwezi huu kwa rehema ya Mwenyezi Mungu na kwa baraka zake. Ni siku za kufanya ibada ya kupitiliza, ibada ya kuzidisha, kukesha na kuomba Mungu kwa namna yoyote ile, ili angalau mwezi huu uondoke ukiwa umetuacha salama na umefuta madhambi yetu yote. 10 la mwisho ni kama khutba ilivyosema, ni 10 ambalo lina khair nyingi. Kwa hiyo kikubwa kama Waislamu ni kufuata yale ambayo tumeelekezwa kupitia katika Qur'ani. Allah mwenyewe amesema, ameshusha Qur'ani ndani ya usiku wenye cheo ambao ni usiku wa Lailatul Qadr ambao unapatikana ndani ya 10 la mwisho. Kwa kama Waislamu ni kufanya juhudi kuitafuta Lailatul Qadr ndani ya 10 hili kwa kufanya ibada nyingi kama kusoma Qur'ani, dhikri mbalimbali, kutoa sadaka pamoja na swala za usiku. Tuzidishe idadi ya safu katika kisimamo cha tarawehe, kisimamo chingine cha usiku. Tukiwa kwa pamoja tukiyafanya haya, basi kheri tutapata inshallah. Ili 10 la mwisho la Ramadhani nimejiandaa sana kujikita katika ibada, kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mimi ninasema ni neema kubwa, kwa sababu nikiwa kama Muislamu ambaye nimesilimu, kusikia kwamba kuna fursa kubwa kama hii ya kufanya ibadati ambazo unaweza ukalipwa malipo ya miaka 83 na hali ya kuwa na nguvu, nisipofanya nitajijutia. Kwa mimi naweza sema hivyo. Na vile vile ninawahusia vijana wenzangu, kwa sababu ibada hazina gharama.
Ibada za Allah subhanahu wa ta'ala ni bure kabisa na ni nyepesi, kama kujihini kwa kidogo siku 10, hali ya kuwa watu unakuta wanafanya michezo, wanacheza magemu, wanaangalia mipira, ligi anafuatilia karibia miezi usiku na analipana pesa, lakini hamna anachofaidika, ila kwa Allah bure. Msikitini unakaa unafanya ibada, unaswali na Allah anakulipa malipo makubwa. Na kwa mimi naweza sema nimejiandaa na naomba Allah niafikishe kwamba niyatimize yote na nijalie Ramadhani zijazo niweze kufanya hivi, kwamba ni swali, nisimame usiku, ni swali, nisome Qurani na nipate kuombea ndugu zangu waliotangulia katika haki. Mjina naitwa Abbas Karim Mohamed tokea Mbeya mjini. Alhamdulillah, tuko katika kundi la mwisho. Kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wako ambao hawajaweza kufika 10 la mwisho, ni 10 la kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Tusisubiri kusema kuhesabu leo siku ya kwanza la 21, 22, 23 kwa kuhesabu siku moja moja. Kama mtu una uwezo wa afya na uwezo wa kila aina Mwenyezi Mungu aliyokubariki, tujaribu kufanya ibada siku zote 10 za mwisho zilizofika. Hatuwezi kujua ni siku ipi ni siku bora katika masiku meupe ambayo amesema ni siku moja, usiku mmoja ni sawa na miezi 1000. Kwa Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kukamilisha ibada yetu ya Ramadhani ambayo ni katika nguzo za Uislamu. Nasaha 24 TV.